Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnungwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako, lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba hizo chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu leo, bila shaka senta ya nchi ya Marekani au senta ya jeshi la nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, CENTCOM, limetoa video zikionyesha hatua yao ya kuweza kuivamia meli ya nchi ya Iran, MV Tuska. Move ambayo tunaichukulia katika uzito wa namna yake. Kwanza tukizingatia kwamba meli husika ilikuwa ni miongoni mwa meli ambazo zimewekewa vikwazo na nchi ya Marekani kupitia idara yake ya OFAC, Office of Foreign Asset Control, ofisi ambayo huwa inahusika katika kuweka vikwazo katika nchi mbalimbali, katika taasisi na hata katika vyombo, ikiwemo kama meli kama hizi meli za nchi mbalimbali, nchi kama za Urusi, nchi kama za Iran na mfano wake. Kwa hiyo MV Tuska ni miongoni mwa meli ambazo zilikuwa zimewekewa vikwazo na nchi ya Marekani. Pamoja na kwamba baadhi ya meli za nchi ya Iran ambazo haziko katika listi hiyo, maana yake zimekuwa zikionekana zikipita kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini kukamatwa kwa meli ya MV Tuska, maana yake ni jambo limekuwa limechukuliwa katika uzito wa hali ya juu kwa Marekani wenyewe, lakini vile vile hata katika nchi ya Iran. Kwa upande wa Marekani, move hii inaashiria uwepo wa Marekani kama superpower, na hili ni jambo ambalo tumekuwa tukilikariri kwamba maana ya Marekani kuwa superpower au nchi yoyote kuwa superpower ni kuhakikisha kwamba maamuzi yote makubwa ya kidunia ni lazima yenyewe ishirikishwe. Maana yake hakuna maamuzi makubwa duniani yanaweza kufanyika bila superpower kuweza kushirikishwa, na huu ndio msingi. Na maamuzi kama ya kucontrol mlango bahari wa Hormuz, mlango bahari ambao unaathiri maisha ya watu dunia nzima, manake Marekani bila kuonyesha kwamba na yeye yupo na anaweza akafanya disturbance ya namna yoyote dhidi ya nchi ya Iran, hili pekee yake lilikuwa linatosha kuleta tafsiri ya kwamba hivi sasa Marekani hana nguvu tena. Kwa hivyo kuzuia tafsiri hiyo isiweze kupatikana, ndiyo asili ya Marekani kuwepo katika Ghuba ya Oman, na ndiyo asili ya Marekani kujaribu kulazimisha kwamba kuzuia meli yoyote inayoingia katika pwani ya nchi ya Iran au inatoka katika pwani ya nchi ya Iran. Kwa hiyo katika upande wa Marekani, move hii maana yake ni move ambayo inabeba uzito wa namna yake, kuzingatia kwamba mazingira yaliyoko mpaka hivi sasa Iran wamekuwa wana nguvu kubwa ya kuleta tafsiri ya udhibiti wa eneo la mlango bahari wa Hormuz. Lakini katika upande wa nchi ya Iran, move hii vile vile ni move ambayo imechukuliwa katika uzito wa hali ya juu, ukizingatia kwamba siku ya kesho walikuwa kuna matarajio ya kuendelea kwa raundi ya pili ya mazungumzo baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani. Lakini kutokana na maelezo ambayo yamekuwa yakikadiriwa na viongozi wa nchi ya Iran, kwanza Mohamed Bakir Kalibaf ambaye ni spika wa bunge wa nchi ya Iran amekuwa akizungumza kupitia maandishi ambayo amekuwa akiandika katika baadhi ya mitandao ya kijamii ikiwemo mtandao wa X, akiashiria kwamba haiwezekani pakawa kuna kizuizi au blockade imefanyika kuhusiana na pwani za nchi ya Iran, alafu wakati huo tunakusudia kwenda kufanya mazungumzo. Maana yake hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Ili mazungumzo yaweze kufanyika, ni lazima blockade iweze kuondolewa. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini vile vile kupitia kwa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi ya Iran, Ismail Baqir, amekuwa akizungumza au leo katika speech yake amekariri kwamba hakuna uwezekano wa haraka wa viongozi wa nchi ya Iran kuelekea katika mji wa Islamabad katika nchi ya Pakistan kwa mazungumzo. Lakini moja katika sababu ya msingi ni kukamatwa kwa ndege hii, kwa meli hii ya MV Tuska, lakini vile vile ni ile tunasema ni excessive demands, mahitaji ya hali ya juu ya nchi ya Marekani. Maana Marekani katika mfumo wa mazungumzo ambao wamekuwa wakifanya na nchi ya Iran kupitia nchi ya Pakistan, wamekuwa
kujiweka katika nafasi ya kwamba wao ndio washindi wa vita. Kwa hivyo mahitaji yao yanatakiwa yatekelezwe, jambo ambalo Irani hawaliweki katika tafsiri hiyo, na Marekani wanajiweka katika position hiyo kwa kuzingatia kwamba tishio la Rais Donald Trump la ikibidi kutumika kwa silaha kama za nyuklia, kwa sababu kabla ya kuelekea katika usitishaji wa mapigano kwa muda huu wa wiki mbili, meseji za mwisho za Rais Donald Trump zilikuwa zikiashiria hivyo, kwamba kushambulia kwanza kwa namna ya kuondoa ile tunasema ile utamaduni wa Wairani wa miaka takriban 6,000 7,000 kwa namna hiyo. Maana yake ni kuhakikisha kwamba society nzima, ile jamii nzima inakwenda kuangamia, na hakuna silaha unaweza kutumia kufanya hivyo isipokuwa ni silaha za nyuklia, ukiachilia mbali matishio mengine ya kushambulia katika sehemu ya miundombinu kama madaraja na mfano wake. Hiyo lengo lake ilikuwa ni kulazimisha kuelekea katika ceasefire. Kwa mazingira haya, kwa sababu Iran walikubali kuelekea katika ceasefire, Marekani wamekuwa wakijiweka kwamba wao ndio wana mkono wa juu katika mgogoro uliokwisha malizika wa takriban siku 40, jambo ambalo nchi ya Iran hawaoni kama liko sawa, na ndio maana moja katika vigezo vya kuashiria kwamba hawako tayari kuendelea na hayo mazungumzo, kwanza ni tukio kama hili la kukamatwa kwa Ibn Tuska, wakikariri kwamba Marekani anavunja makubaliano ya usitishaji mapigano. Lakini jambo la pili ni kuhusiana na kuongezeka kwa mahitaji mengi ya nchi ya Marekani. Kwa Marekani amekuwa akitaka hiki, anataka kile, akitaka hiki, anataka kile. Maanake mahitaji yamekuwa ni mengi ya nchi ya Marekani, jambo ambalo Iran wanaona sio jambo la sawa sawa, kwa sababu unapokwenda kuingia katika makubaliano, maanake lazima iwe ni win to win business. Lazima iwe kila mmoja ana upande wa kushika ili kuweza kunufaika na sehemu ya mjadala. Lakini upande mmoja utakapokuwa unakuja na matakwa kana kwamba upande mwingine hauna sehemu ya matakwa katika mjadala huo, manake hakuna haja ya kwenda kufanya discussion. Sasa muundo huu unatupa ishara kwamba kuna uwezekano mkubwa mgogoro huu ukaendelea. Kuna nafasi kubwa ya mgogoro huu ukaendelea, kwa maana ya kwamba ndani ya siku kadhaa inawezekana tukarudi tena katika vita. Hili ni jambo ambalo lina ishara nyingi za kuashiria hivyo. Jambo la kwanza, ukiachilia mbali haya mazungumzo ambayo yamekuwa yanapita hapa nyuma ya Rais Donald Trump anazungumza hivi, Mohamed Bakir Kalibafu, spika wa bunge wa nchi Iran, anazungumza hivi, au hiyo mchanganyiko wa mazungumzo kutoka katika pande zote mbili, lakini kuna ishara nyingi ambazo zinaashiria hilo. Mfano, takriban kama siku 3 zimepita toka bunge la Senate lililopiga kura kuzuia, baada ya kuwa imepelekwa pendekezo la kuitaka serikali ya Rais Donald Trump isitishe kushambulia katika nchi ya Iran au ilazimishwe kusitisha mashambulizi katika nchi ya Iran. Bunge la Senate lilizuia mswada huo, maana yake ulishindwa huo mswada. Hii ni kuashiria kwamba bunge la Senate ya nchi ya Marekani bado linampa green light, bado linampa ruhusa Rais Donald Trump kuweza kufanya operation ya namna hii. Kwa ina maana kukosekana kwa kizuizi tu kutoka katika serikali ya nchi ya Marekani na kutoka katika bunge la Senate la nchi ya Marekani ni ishara ya wazi ya kuashiria kwamba kuna ruhusa ya moja kwa moja ya kwamba Rais Donald Trump atakapoona inafaa, basi ana haki ya kuendelea mgogoro wake na nchi ya Iran. Hili ni jambo la kwanza ambalo linaashiria kwamba kuna uwezekano mkubwa tutarudi tena katika mgogoro wa mapigano ya moja kwa moja. Lakini jambo la pili ambalo limekuwa likileta ishara namna hiyo ni ile hali ya kutokutabirika, kwamba Rais Donald Trump wakati huo anazungumza, mazungumzo yanaendelea vizuri, lakini wakati huo tena anatoa message nyingine kwamba msipokubali proposal yetu au mapendekezo yetu tutashambulia. Yani messages zimekuwa ziko highly mixed, maana zinachanganyika sana kiasi ambacho zinatoka katika professional level, zinatoka katika ile hali ya ile kuzingatia utaalamu au kuzingatia ile mfumo wa kiofisi, kwamba rais wa nchi leo asubuhi anatuma message nyingine, mchana anatuma message nyingine, jioni anatuma message nyingine, na rais wa nchi maana yake ni commander in chief, yeye ndio mkuu wa majeshi. Sasa katika mazingira namna hiyo, inapokuwa message zake hazieleweki, ni ishara ya wazi kabisa kwamba lengo lao kubwa au lengo la Marekani kubwa ni kuwakuta Iran wapo off guard. Maana wako katika mazingira ambayo wamejisahau, ili kuhakikisha kwamba wanaweza kureach katika target ambayo wanaitaka. Hii ni ishara nyingine ya kuonyesha kwamba kuna nafasi kubwa ya kuweza kurudi katika mgogoro husika.
Lakini jambo lingine la tatu ni hili ambalo Iran amekuwa kilalamikia, excessive demand ya kwamba mahitaji yamekuwa ni mengi. Kwa Marekani anataka 1, 2, 3 mpaka mangapi anataka yeye yatimizwe. Katika mazingira ya namna hii, maana yake ni kwamba tafsiri zake ni mbili tu. Tafsiri ya kwanza ni aidha Marekani kuleta tafsiri ya kwamba wao ndio washindi katika vita, lakini tafsiri ya pili maana yake ni kwamba Marekani haihitaji Irani wa sign deal na nchi ya Marekani. Hiyo ndio tafsiri iliyokuwa wazi, kwamba unahakikisha unaleta masharti ambayo adui hawezi kuyakubali, na kwa sababu hawezi kuyakubali, maana yake atakupa green light, atakupa wewe ruhusa ya kuweza kuendelea na mgogoro wako. Hii ni ishara nyingine ya kuashiria wale ndio kusema Marekani mpango wake hasa si mpango wa amani. Lakini vile vile idadi ya wanajeshi wa Marekani imeongezeka kwa kiwango kubwa katika eneo la Mashariki ya Kati, na hili likiashiria kwamba inawezekana tukaingia katika stage ya juu ya mgogoro, kwa kuzingatia kwamba stage ya mwanzo ya mgogoro ilikuwa ina target zaidi katika baadhi ya center za kijeshi na baadhi ya miundombinu, kama katika upande wa Iran, maana kama katika zile center za utengenezaji wa chuma na mfano wake, ambayo maana yake inafanya supply katika sehemu ya jeshi katika utengenezaji wa silaha. Baada ya kumalizika kwa level hii ambayo ni level ambayo Marekani hawakutegemea kama watafikia katika level hiyo, kwa kuzingatia kwamba mgogoro namna walivyoutengeneza haukuwa kwamba unaweza ukawa mrefu wa zaidi ya siku 30 au kwenda mpaka siku 40. Ndio maana mwisho wa siku walikuwa wanalazimisha kwamba ikiwezekana tatumike silaha za nyuklia kama Iran hawatakubali kuingia katika ceasefire. Sasa hii stage ya kwanza imekwisha, lakini kuna stage ya pili ambayo maana yake inaweza kuhusisha mashambulizi katika sehemu za miundombinu ya kijamii ambayo ni muhimu, ambayo inaweza kutumika katika pande zote mbili, katika upande wa jeshi na katika upande wa jamii tu ya kawaida. Maana yake sehemu kama za madaraja, kushambuliwa katika sehemu kama za madaraja, maana yake itakuwa ni level nyingine ya mgogoro huu, kushambuliwa katika sehemu kama za madaraja, lakini vile vile kushambuliwa katika sehemu kama za nuclear site pale ikiwezekana, katika center zile za masuala ya nuclear na mfano wa vitu kama hivyo. Jambo ambalo vile vile litaleta tafsiri ya uwepo wa wanajeshi wengi katika eneo la Mashariki ya Kati kwa hivi sasa, kwa maana ya kwamba lengo lao kubwa litakuwa ni kushambulia katika center kama za madaraja, ili kuzuia movement ya kutoka katika mji mmoja kwenda katika mji mwingine, kiasi ambacho hata kama mnafanya ground movement basi iwe ni rahisi kuweza kukabiliana na sehemu ya jeshi la upande ambao mnakusudia, hasa upande ule wa magharibi. Jambo ambalo bado tunaona kwamba litakuwa lina utata mwingi, kwanza kwa kuzingatia katika upande wa magharibi ni upande ambao kuanzia kusini, maana yake katika miji kama ya Bandar Abbas kwenda mpaka juu upande wa kule Kermanshah au Azerbaijan province, maana yake ni sehemu ambayo zungukwa zaidi na mlima Zagros. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, ni eneo ambalo shida yake kubwa ni very predictable. Ni rahisi kuweza kutabirika kwamba adui atapita katika upande gani, ikiwa anakusudia kufanya ground maneuver, yani kuingia kwa miguu. Maana sehemu muhimu ambayo inawezekana ikawa ni rahisi kupita kwa kuingia kwa miguu ni sehemu ya upande wa Kuwait, kwa kuzingatia kwamba boda baina ya nchi ya Iran, Iraq kuelekea maeneo ya Kuwait ndio sehemu pekee ambayo ni tambarare, lakini sehemu zingine zote ni sehemu ambazo zimejaa milima. Kwa hiyo ile kuonekana tu kwamba eneo liko very predictable, kwamba linatabirika, maana yake hili linaweza kuwa zoezi lake inawezekana likawa ni gumu zaidi. Lakini jambo la tatu la kuonyesha kwamba move hiyo vile vile inawezekana kukutana na tatizo kubwa ni kwa kuzingatia mfumo wa nchi ya Iran. Mfumo wa nchi ya Iran ni mfumo ambao hautegemei movement ya jeshi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu wanatumia decentralized strategy au tunasema mosaic strategy, kwa maana kwamba kila mji mmoja ni mji ambao unajitegemea katika kila kitu, especially katika upande wa masuala ya kijeshi. Na mfano wake mzuri unaweza kuona katika vita kama ya Gaza, kwamba nchi ya Israel imepigana na kundi la Hamas kwa takriban miaka 2 mfululizo, lakini unaweza kupima eneo la Gaza ni takriban kama kilomita 365 mraba wake, manake ile eneo la mraba ni kama kilomita 365, ambapo ni eneo dogo. Unaweza kulinganisha labda na wilaya moja labda ya mkoa wa Dar es Salaam na mfano wake, ni eneo dogo actually, lakini vita imepigwa na miaka 2, kwa kuzingatia kwamba vile vikundi vyote vimetengenezwa katika mtindo wa mosaic strategy,
kwamba mle ndani wanatengeneza silaha, wana coordinate, wanafanya kila kitu mle ndani, hata kama utakuwa umefunga katika sehemu zote kama vile Israel walivyokuwa wamefunga katika eneo la Gaza. Kwa hiyo sasa katika mazingira namna hiyo, ukienda katika mji kama wa Kermanshah aliko hivyo, ukienda katika mji kama wa Ahwaz hali iko hivyo, ukienda katika mji kama wa Isfahan, ukienda Natanz, ukienda wapi kote mazingira namna hiyo. Kwa maana yake ni kwamba move yake inawezekana ikawa ni move ngumu kuliko vile ambavyo inaweza kutarajiwa, lakini actually maana yake tu kwamba ile hali ya kuonekana kwamba kuna uwezekano wa kushambuliwa katika hizo sehemu za madaraja na mfano wake, maana yake ni ishara ya kwamba kinachofuatia mbele inawezekana Marekani wakakusudia kufanya ground maneuver. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiendelea kulizingatia kwamba linatoa ishara ya uwezekano kwamba kinachofuatia mbele tunaweza tukarudi tena katika mgogoro mwingine mkubwa, ni taarifa ambazo zimekuwa zikizungumzwa na idara ile ya habari ya nchi ya Iran ya Tasnim, ya kwamba taarifa nyingi zinaashiria kwamba Marekani wanakusudia kufanya surprise attacks, wanakusudia kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Hili ni jambo ambalo limekuwa likikaririwa, na alama yake ya msingi ni kukosekana au kuto kutajwa kwa makamu wa rais wa nchi ya Marekani kwamba atashiriki katika raundi hii ya mazungumzo. Ishara nyingi zimekuwa zikiashiria kwamba JD Vance hatoshiriki katika meza hii ya mazungumzo. Ushiriki wa mwanzo wa JD Vance maana yake ulikuwa unaleta hakikisho kutoka katika ofisi ya makamu wa rais wa nchi ya Marekani, kwa maana kwamba dili yote tunakwenda kuingia, aliyekuja kusimamia dili hii ni makamu wa rais wa nchi ya Marekani, ili kuleta ile uhakika kutoka katika ofisi ya rais wa nchi ya Marekani. Lakini katika raundi hii ya pili ya mazungumzo inaonekana kwamba JD Vance anaweza asishiriki katika mazungumzo hayo, na badala yake atakayekuja kushiriki ni Stephen Witkoff na Jared Kushner. Watu wawili hawa, maana Stephen Witkoff pamoja na Jared Kushner ambaye ni mkwe wa Rais Donald Trump, ni watu ambao rekodi yao kwa hivi sasa si nzuri kuhusiana na mazungumzo na nchi ya Iran. Na hii ni kutokana na kwamba asili ya kuanza kwa mgogoro huu, wao ndio walikuwa wajumbe wa nchi ya Marekani katika sehemu ya mazungumzo baina yao na nchi ya Iran. Na taarifa zilizokuja kuzungumzwa au zilizokuwa zinatolewa na nchi ya Marekani kwamba nchi ya Iran imekataa deal na mfano wake ndio maana tumeshambulia, haiwezi kuwa na silaha za nyuklia, zilikuja kuonekana kwamba taarifa hizi hazina ukweli wa namna yoyote kupitia kauli ambazo zilitolewa na Said Al-Busaydi ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Oman, ambaye katika mazungumzo yake achilia mbali message ambayo alituma mwanzo ikiashiria kuiambia nchi ya Marekani kwamba this is not your war, hii sio vita yenu mnayokwenda kupigana. Lakini alipokuja kufanywa mahojiano na baadhi ya vyombo vya habari, aliashiria wazi kwamba hatua tuliokuwa tumefikia, Irani walikuwa wamekubali mpaka kwamba ile urutubishaji watakapokuwa wamerutubisha ikawa imefikia katika kiwango kama cha 20% na mfano wake, hawatokaa na hiyo stockpile, hawatokaa na ile sehemu ya urutubishaji wa uranium, bali wataitoa. Na hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba inapokuwa mnarutubisha na hamwezi kukaa na kile mnachokirutubisha, maana yake hakuna uwezekano wa kutengeneza silaha. Na deal hii maana yake ilikuwa ni deal ambayo ipo katika ngazi ya juu kuliko deal alokuwa nayo Rais Barack Obama katika mwaka 2015, kwa sababu Iran alikuwa kirutubisha na wanabaki na zile enrichment zao, ile urutubishaji wao wanabaki nao. Lakini kwa hii ya Rais Donald Trump ilikuwa imempa nafasi ya mbele, kwa maana kwamba Iran hawatabaki nao. Lakini kilichotokea ni kwamba Marekani walikwenda kushambulia nchi ya Iran kwa hoja ambazo wala hazikuwa na ukweli wa namna yote. Sasa kuto kushiriki kwa makamu wa rais JD Vance na badala yake kushiriki kwa Stephen Witkoff na kushiriki kwa Jared Kushner ni kuashiria kushusha chini sehemu ya ile imani ya kutoka katika nchi ya Marekani. Maana yake anaposhiriki Jared Kushner na Stephen Witkoff, hao ni watu wa ngazi ya chini, hata kama unatumika katika mission tofauti, lakini huwezi kufanisha kiapo chao na mtu kama JD Vance anaposimamia na anaposaini document kuhusiana na nchi ya Marekani. Kwa hiyo ni ishara ya wazi ya kuonyesha kwamba mkusanyiko wa mambo mengi bado unatoa ishara ya kwamba
Hali bado ina sintofahamu kubwa, lakini vile vile nchi ya Iran inaweza ikalazimika kuto kuamini movement ya nchi ya Marekani, bali kinachoonekana wazi ni huenda Marekani wanafanya setup nzuri ili kuhakikisha kwamba wanaendelea na move yao katika stage ambayo inaweza ikawa ni ya juu, na inawezekana ikaendelea au ikashusha uwezo wa nchi ya Iran kwa namna gani inaweza ikajidefend. Pamoja na kwamba jambo hili tumekuwa tukikariri katika sehemu ya video yetu kama video namba 38 ya kwamba hili kwa Wairani wamekuwa wakikariri kwamba iwapo litatokea basi huenda ikatokea vita kuu ya 3 ya dunia. Lakini kwa jumla bado tuna muda wa kuendelea kulifuatilia jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda